pale Minnesota, US, kulikuwa na pesa ya kusaidia people with disability, kusaidia watu wako na challenges. Hiyo pesa yote ikaibiwa ikaletwa hapa Kenya. Wakanunua mashamba, wakanunua manyumba, wakajenga mall. Sasa Amerika wamejua, wameanza kutafuta hiyo watu. Ingine ndio ilipatiwa rais kufanya kampeni ya UDA. Iko mall moja iko Eastleigh, ilijengwa na hiyo pesa. Huyo mwenye hiyo mall ni business partner ya rais. Mchele ile imeagizwa ndio imalize watu ya Mwea, 500,000 metric tons imepewa huyo mwenye hiyo mall, ambaye ilijengwa na hiyo pesa ilitolewa Minnesota. Hiyo mtu wako pale Eastleigh, we can tell you where he is. Atume ndege ichukue hiyo mtu. Vile alifanya pale, alichukua rais wa nchi. Na huyu Donald Trump ni matata. That's what we want him to do. Because that fellow alijenga hiyo mall na hiyo pesa. Na ndio anatumika kuangaisha wakulima Kenya. All the dutifully rice yeye ndiye anafanya. Sasa tunaambia Trump, amesema atakuja kuchukua hiyo watu hapa. Na tunamkaribisha. Lakini jana rais ameshinda akifanya mipango vile mahakama itazuia hiyo watu kuchukuliwa. Kuna ile process inaitwa extradition. So rais anapanga wapewe court order wasiende, na mtaona watapewa court order huyo mwenye hiyo mall, because wa America wamemumurika. Mimi niko na plan, na ile plan niko nayo ni ya kutoa Kenya third world nipeleke first world ikuwe kama Singapore. Don't tell us that Singapore nonsense. First deal with the bottom up. Kenya ni kubwa mara 800 ukilinganisha na Singapore. Na ukisikia huyo kiongozi akisema anatupeleka Singapore, hiyo ni kumaanisha hawezi ongoza nchi kubwa, anataka kuongoza nchi kidogo. Kwa hivyo yeye ashuke hapo aende asimame kiti ya mbunge.